Leo tarehe 10 mwezi wa 11 nimepokea habari ya tanzia ambayo ni ya kifo cha mwanamuziki chipukizi kwa jina Betty Mbayo. Na kutokana na hivyo nimetengeneza shairi kumwenzi kwa manda Betty Mbayo, twaumia na kifo chako. Karibuni. Leo tarehe 10 mwezi wake ni wa 11 mwaka ndio huu 2025. Habari nimezipokea, habari ni za tanzia. Nilipigwa na butwaa, dunia kanigeuka. Nilipigwa na butwaa kusikia kifo chake Betty Mbayo, sikuamini. Niliduaa kwa muda, sijui dakika ngapi, masikio wala macho hakuna nilichoamini. Mara ya kwanza kajihisi kama niko kwa barafu wapendwa. Betty Mbayo, kidonda kikubwa kaacha kwa mioyo yetu. Kwanza kwa wanafamilia, kidonda itachukua muda. Ombi langu ni kwamba Roho wa Mungu awafariji. Uhusiano wako na watoto ulikuwa wa kipekee. Ndiposa msemo kasema, ni nani kama mama? Mungu wa huruma awaongoze watoto wako. Betty Mbayo, machozi yalinitoka nilipowaona wakilia. Kiatu nilivaa, kusema kweli kinafinya. Mungu Baba, na kuomba maishani uwafariji. Ni ahadi umeahidi, kama yatima jangwani hautawaacha. Betty Mbayo, kidonda kikubwa kaacha kwa mioyo yetu. Sura pia roho sambamba zilienda, dhihirisho kaipata ex wako alipopiga duru. Hii ni ya kipekee duniani kuipata, mfano mwema kaweka kwa dunia nzima. Betty Mbayo, swali moja kwa mashabiki kwa heshima nauliza, ni wapi mliona ex wa mtu akimlilia kama si kwa Betty Mbayo? Sinijibu mie, jibu lako kaa nalo. Kwa sasa naomboleza, story mingi sitaki. Betty Mbayo, kidonda kikubwa kaacha kwa mioyo yetu. Talanta Mungu kakupa kikamilifu, ukaitumia. Kupitia talanta yako mioyo ya wengi ilipona. Chipukizi wa nyimbo za injili maishani, sitakusahau. Wimbo wako wa 11 hour tumaini kawapa wengi. Mungu Baba kampa kipaumbele au kutaka ukucompromise. Iyo tuliona wakati ulijitenga na skando kikamilifu, umtumikie Mungu, lawama hakuna kabisa. Peace of mind means a lot in the life of person. Betty Mbayo, kidonda kikubwa kaacha kwa mioyo yetu. Kilele nimefika, kufunga domo kwa sasa, sauti nimeisikia. It's well, you just rejoice. Maana yake ni kuwa Betty Mbayo yu salama. Neno la Mungu kaniletewa Wafilipi fungu la kwanza mstari wake 23. Kwangu mimi kuishi ni Kristo, vivyo hivyo kufa ni faida. Roho wa Mungu kanifunulia kazi njema aliyoifanya ni faida kwa ufalme wa Mungu. Na ndiposa unasikia she has been promoted
tu groli. Swali moja nauliza, wakati siku yako itakapofika, wenye wamebaki watasema nini? Sinijibu mie, jijibu kimoyomoyo. Ombi langu ni kwamba fanya hima uokoke, Yesu yu karibu. Mbeti mbayo, kidonda kikubwa kaacha kwa mioyo yetu. Pumzika kwa amani. Asanteni.